Habari mtazamaji wa M1 TV, nikukaribishe katika channel hii. Kama bado hujasubscribe, nikukaribishe usubscribe na kulike ili uweze kuzifahamu taarifa zetu zinapokujia kila wakati. Jina langu ni Meekness Ngasu Ningambazi. Karibu. Na siku ya leo nimekuletea historia fupi ya maisha ya hayati mzee wetu Cleopa David Msuya, baba wa Mwanga, Kilimanjaro, wakati wa uhai wake katika jimbo la Mwanga tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025. Cleopa David Msuya alizaliwa tarehe 4 Januari mwaka 1931 huko Chovu Usangi katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Alisoma katika chuo kikuu cha Makerere kuanzia mwaka 1952 hadi mwaka 1955 na alifanya kazi ya maendeleo ya kijamii katika maeneo ya vijijini kuanzia mwaka 1956 hadi mwaka 1964. Kuanzia mwaka 1964 alihudumu kama katibu mkuu katika wizara mbalimbali. Alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1965. Katika Wizara ya Usajili wa Ardhi na Maendeleo ya Maji kuanzia mwaka 1965 hadi mwaka 1967. Katika Wizara ya Mambo ya Kiuchumi na Mipango kuanzia mwaka 1967 hadi mwaka 1970. Na katika Wizara ya Fedha kuanzia mwaka 1970 hadi mwaka 1972. Alikuwa waziri wa fedha tarehe 18 Februari mwaka 1972 na alihudumu katika nafasi hiyo hadi alipokuwa waziri wa viwanda tarehe 3 Novemba mwaka 1975. Baada ya miaka 5 kama waziri wa viwanda, alikuwa waziri mkuu mwezi Novemba mwaka 1980 hadi Februari mwaka 1983. Kisha alikuwa tena waziri wa fedha kuanzia Februari mwaka 1983 hadi Novemba mwaka 1985. Usimamizi wake uliongezeka na alikuwa waziri wa fedha, mambo ya kiuchumi na mipango hadi Machi mwaka 1989. Kuanzia Machi mwaka 1989 hadi Disemba mwaka 1990. Alikuwa tena waziri wa fedha, na kutoka Machi mwaka 1990 hadi Disemba mwaka 1994 alikuwa waziri wa viwanda na biashara. Mwaka 1994 Msuya alikuwa waziri kwa mara ya pili, akihudumu pia kama makamu wa rais. Alibadilishwa katika nafasi hizo mwezi Novemba mwaka 1995 katika uchunguzi wa bunge wa mwaka 1995. Alichaguliwa tena kuwa mbunge. Tukirudi katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, mzee wetu hayati Sidi Msuya na baba wa Mwanga ni miongoni mwa viongozi wenye heshima ya utumishi uliotukuka. Alipostaafu, wananchi wa Mwanga kupitia halmashauri ya Mwanga walimtunuku heshima ya kuwa hayati baba wa Mwanga. Hakika mzee Cleopa David Msuya alikuwa mbunifu na mwenye mbinu za ushawishi katika kusukuma maendeleo ya watu wake. Halmashauri ya wilaya ya Mwanga iliweza kuwa na miundombinu mbalimbali ya maendeleo kuzidi hata halmashauri za wilaya nchini zenye mapato makubwa. Cleopa Msuya aliongoza wananchi kujenga shule za msingi karibu kila kijiji, shule za sekondari karibu kila kata, zahanati karibu kila kijiji, vituo vya afya karibu kila tarafa. Aidha, alikuwa na ujenzi wa miundombinu mbalimbali na mengineyo katika halmashauri ya wilaya ya Mwanga. Halmashauri ya wilaya ya Mwanga katika mwaka 2001 na 2005, baadhi ya halmashauri za wilaya nchini zikitembelea halmashauri ya wilaya ya Mwanga
kuangalia vya kujifunza mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wananchi kujenga maendeleo na ustawi wao. Mzee CD Msuya atakumbukwa daima. Hayati Mzee CD Msuya aidha alihamasisha elimu ya watu wazima, msingi, sekondari na vyuo. Kwa dhana hiyo ameweza kuinua vipaji vya baadhi ya wananchi wa Mwanga na taifa kwa ujumla. Hakika wana Mwanga wamempoteza kiongozi mahiri, jasiri, shupavu, mbunifu, mwelimishaji, mwonyesha njia, asiyechoshwa na wababaishaji. Hakika